Her was what we want. Habari za asubuhi na karibuni kwenye Teams meeting yetu ya siku hii ya leo. Okay, yes. Karibuni sana kwenye Teams meeting yetu ya leo ambapo hivi ni vipindi ambavyo tunakuwa navyo kila Jumamosi tukijadili masuala mbalimbali kuhusiana na uwekezaji hapa Tanzania, pia kuhusiana na uwekezaji kwenye soko letu la mitaji na dhamana kwa hapa Tanzania. Kwa hiyo kama tunavyojua, as of recent kumekuwa na development mpya kwamba serikali imeweza kutoa bajeti yake ya mwaka wa fedha 2025 Kwa hiyo tutaenda kuangalia updates tofauti ambazo zimeweza kupatikana kwenye bajeti hii, lakini pia tutapata review ya kwa ufupi kabisa kwa ile budget ambayo ilikuwa imepita ya mwaka 2000 Mimi mwenyewe sometimes nikilala nitasikia ninawasha. Tafadhali kama hauja mute mic yako, tunaomba umute ili tuweze kusikilizana kwa urahisi. Okay, kwa hiyo tutapata kwanza an overview ya budget iliyopita, uchumi umeweza kuperform vipi, lakini pia tutaweza kuangalia budget hii ikoje, na pia kama kuna athari zozote ambazo zinaweza kutokea kwenye soko letu la mitaji. Kwa hiyo bila kupoteza muda tutaona overview ya 2024-2025, then tutaona macroeconomic outlook and growth stability, then tutapata conclusion ya jinsi factors hizi zinaweza zikawa na effect yoyote kwenye soko letu la mitaji. Kwa hiyo tukianza na bajeti ya mwaka 2024-2025 tunaona kwamba GDP iliweza kukua by an average ya 5.5%. Kwa hiyo tunapoongelea gross domestic product au GDP tunakuwa tunaongelea kipato cha taifa, au tunaweza kuangalia tunaweza pia tukaisema kwamba ni jinsi uchumi unavyokuwa unakuwa. Kwa hiyo uchumi wa Tanzania umeweza kukua kwa 5.5%, na target ambayo ilikuwa imewekwa kwa mwaka huu ilikuwa 5.4%. Kwa hiyo tumeweza ku exceed budget kwenye ukuaji wa uchumi wetu. Kwa hiyo hapa tunaongelea uwezo wa watu kuweza kupurchase vitu tofauti tofauti, lakini biashara zinavyoweza kuproduce goods and services, bila kusahau matumizi ya serikali. Kwa hiyo jumla hiyo yote inaweza ku calculate au kuweza kutoa hii GDP au pato la taifa. Kwa hiyo kwenye upande wa pato la taifa umeweza kukua kwa hiyo average ya 5.5%. Lakini kutoka July 2024 mpaka May 2025 tunaona mfumuko wa bei pia kubakia kwenye average ya 3.1%, ambayo hii iko within the target, na target ambayo ipo ni
3.0% mpaka 5%. Kwa hiyo tunaona kwa mwaka uliopita tumeweza kumaintain ile threshold ambayo tupo, kwa sababu mfumuko wa bei ulikuwa 3.1%. Kwa hiyo inflation ni mfumuko wa bei, ambapo tunaona ni namna prices za goods and services zinavyoweza kuongezeka kwenye uchumi kutoka muda mmoja kwenda muda mwingine. Lakini pia kitu kingine ambacho tumeweza kukiangalia ni trade balance deficit, ambayo hii ni rate ya export na import, ambayo tunaona bado export zinazidi au uwezo wetu wa sisi kuweza kuexport nje na compared na uwezo wetu wa sisi kuweza kuimport vitu ndani. Kwa hiyo tunaona bado import zinazidi kuwa kubwa kuliko export. Kwa hiyo tunaona hiyo trade balance deficit imeweza kudecrease to 5.157 billion USD for 2024 from 5.032 billion ya 2023. Na kwa mwaka uliopita the government ilikuwa na plan ya kuweza kukusanya shilingi za Kitanzania trilioni 50.29 kutoka vyanzo viwili vya domestic na external. Kwa hiyo serikali inakuwa ina njia tofauti tofauti za kuweza kukusanya income ili kuweza kufanya shughuli za maendeleo kama vile ujenzi, elimu na afya. Kwa hiyo inaweza kuplan kuweza kukusanya trilioni 50.29, lakini by May 2025 waliweza kukusanya shilingi za Kitanzania trilioni 45.07, ambapo hii ni sawa na 89.2% ya ile annual target ambayo walitaka kuikusanya. Kwa hiyo kuna vianzio au sources tofauti tofauti ambazo serikali zinaweza zikapata sasa hizo collection, ambayo ya kwanza kabisa ni TRA, Tanzania Revenue Authority, kutokana na kodi ambazo mlipa kodi analipa kwenye services na goods tofauti tofauti hapa nchini. Kwa hiyo kiasi ambacho kiliweza kukusanywa kwa kupitia Tanzania Revenue Authority au kupitia walipa kodi kilikuwa trilioni 26.86, ambayo hii ni sawasawa na 91.3% ya target ambayo ilikuwepo. Lakini pia kuna makusanyo ambayo sio ya mlipa kodi au ni non tax revenue, ambapo inakusanywa kwenye ministries ambazo ziko independent na department au government agencies tofauti tofauti. Kwa hiyo hapa iliweza kukusanyika shilingi za Kitanzania trilioni 2.97 sawasawa na 77.4% ya target ambayo ilikuwa imewekwa. Then sehemu nyingine ambayo serikali pia inaweza ikafanya makusanyo ili kuweza kupata revenue ya kuweza kuendesha shughuli mbalimbali ni local government authorities au serikali za mitaa, ambapo inaweza kukusanya trilioni 1.26 na kuachieve 93.2% ya target ambayo ilikuwa imewekwa. Lakini pia sehemu nyingine ambayo serikali inaweza kukusanya ni grants na mikopo. Kwa hiyo grants ni zile misaada ambayo inakuwa inatoka kwa development partners tofauti tofauti. Kwa hiyo hizi grants zimeweza kukusanya trilioni 5.32 ambayo ni sawasawa na 87.5% ya target. Lakini pia kuna domestic borrowing, ambapo hapa kwenye domestic borrowing tunaona ndo government bonds zinapokuwa zinaingilia, kwa sababu namna moja ya serikali kuweza kukusanya mapato pia ni kwa kuweza kukopa kwa kupitia hizi government securities, kwa hiyo kwenye issuance ya hizo government bonds na kadhalika. Kwa hiyo kwenye domestic borrowing pia wameweza kukusanya trilioni 6.23 sawasawa na 94.1% ya target. Lakini pia kuna commercial loans, yani mikopo ambayo pia ni mikopo ya nje, ambao hapo kwenye mikopo waliweza kukusanya trilioni 2.43 ambao ni sawasawa na 81.3% ya target. Kwa hiyo hizo ndizo sehemu tofauti tofauti ambazo serikali inaweza kukusanya hizo income ili kuweza kufikia lile kusanyo la trilioni 50.29 ambapo wali aim, lakini mpaka kufikia hiyo May 2025
waliweza tu kwa kupitia hivi vyanzo au hizi sources waliweza kukusanya 45.07. Lakini pia kuna expenditures tofauti tofauti ambazo serikali inakuwa nazo. Kwa hiyo kuna recurrent expenditures, yani hizi ni zile expenditures ambazo zinakuwa zinajirudia mara kwa mara, kwa mfano kuweza kulipa watumishi wa serikali, lakini pia kuweza kufanya shughuli ambazo ni za kila siku, yani zile activities ambazo au zile expenses au spendings ambazo zinakuwa zinajirudia mara kwa mara. Kwa hiyo hizo ndo zinakuwa zinaitwa recurrent spendings, yani ni zile spendings ambazo zinakuwa zinajirudia mara kwa mara. Kwa hiyo the approved government expenditures ilikuwa trilioni 50.29, lakini expenditures ambazo zilikuwa broken down kwenye hiyo recurrent expenditure ambazo zinajirudia muda baada ya muda, lakini pia kulikuwa kuna development spendings. Kwa hiyo kwenye development spendings ndio pale ambapo wanakuwa wanafanya shughuli mbalimbali za maendeleo kama vile kuanzisha vituo vya afya, mashule, lakini pia constructions za barabara na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo kwenye upande wa recurrent expenditures tunaona kulikuwa na expenditures za shilingi za Kitanzania trilioni 33.75, lakini kwenye development spending, yani kwenye spending za maendeleo kama vile kwa sasa kufanya shughuli za maendeleo katika nchi iliweza kutumika trilioni 16.54. Lakini kuanzia Julai 2024 mpaka Mei 2025 the actual expenditures ambazo zilikuwa zinaweza kutumika zilikuwa hizo trilioni 42.9, ambapo ni sawasawa na 85.3 ya ile target. Kwa hiyo target ambayo alitaka kufikia kwenye hizo expenditures kwa ujumla ilikuwa trilioni 50.29, lakini baada ya kufunga mwaka wa fedha 2024/25 expenditures ziliweza kufikia jumla ya trilioni 42.9, ambapo ni sawasawa na 85.3 ya target ambayo walikuwa nayo. Then tukihamia kwenye kitu kingine ambacho ni cha muhimu kabisa, ambapo ni debt au madeni ya nchi. Kwa hiyo tunaona kwamba as of April, yani mwezi wa 4 mwaka 2025, deni la taifa liliweza kusimama kwa shilingi za Kitanzania trilioni 107.7, ambapo sasa hapa kunakuwa broken down into. Kwa hiyo katika deni la taifa kunakuwa kuna deni ambalo liko ndani, yani domestic debt, lakini pia kunakuwa kuna deni ambalo ni kuna domestic debt ambalo ni deni la ndani, lakini pia kuna external debt ambalo ni deni la nje. Kwa hiyo kwenye madeni ya nje ni pale ambapo serikali inakuwa inakopa kwenye vyanzo tofauti tofauti ambavyo viko nje ya nchi, kama vile kwenye mabenki au kwenye institutions ambazo zinakuwa zinakopesha. Kwa hiyo ndio hizo ambazo zinakuwa external debts, lakini pia kuna domestic debts ambazo zinakuwa accumulated kwa kupitia labda issuance za bonds au kukopa kwenye vyanzo tofauti tofauti ambavyo viko within the country. Kwa hiyo kuna external debts na kuna domestic debt. Kwa hiyo haya madeni yote yanakuwa yanatumika kuweza kufanya shughuli za maendeleo kama vile kuweza kufanya advancement tofauti tofauti kwenye uchumi. Ndio maana inapelekea pia deni kuendelea kuongezeka, kwa sababu kunakuwa kunahitajika cash flow kuweza kuendeleza shughuli za maendeleo kwenye nchi. Kwa hiyo kwenye upande wa deni la nje au external debt liliweza kufikia trilioni 72.94, lakini deni la ndani liliweza kufikia trilioni 34.76. Kwa hiyo kwa kupitia deni hiyo pia tunaona kwamba bado kuna stability, ambapo assessment ambayo ilikuwa conducted October 2024 inaonyesha bado kuna stability in the short term, medium and long term, na kuna key indicators ambazo zinaonyesha kwa nini serikali inasema kwamba bado kuna stability kwenye hiyo debt sustainability au kuweza kusustain haya madeni ambayo yapo. Kwa hiyo kitu cha kwanza kabisa ni present value of total public debt to GDP. Kwa hiyo kuna comparison ya ukuaji wa uchumi, yani hiyo gross domestic product, lakini pia na deni ambalo lipo nchini.
Kwa hiyo ukifanya comparison ya hizo vitu viwili inakuwa ni 40.3% au 40.3%, ambayo iko chini ya threshold ambayo imewekwa ambayo ni 55%. Kwa hiyo tunaona bado mwenendo wa sustainability au kuweza kusustain haya madeni bado iko chini, bado iko under control kwa sababu haijafikia kwenye hiyo threshold ya 55% ambayo imewekwa. Lakini kuna present value of external debt, yani madeni ya nje in comparison to the gross domestic product pia ilikuwa 23.6%, ambapo ukikompare na limit ambayo imewekwa ambayo ni 40%, pia bado tuko kwenye right trajectory. Lakini pia kuna present value of external debts compared to exports, ambapo hii iliweza kufikia 123.8%, ambayo bado pia iko below threshold ambayo imewekwa ambayo ni 180%. Kwa hiyo hivi vitu vyote vinaendelea kuonyesha kwamba bado kuna sustainability ya hii mikopo. Kwa hiyo ni kuweza kujustify huo mkopo na sehemu ambayo tupo kama uchumi wa Tanzania. Lakini kitu kingine ambacho pia ni muhimu ukiwa unaongelea hii mikopo, pia unatakiwa uweze kuangalia credit rating, ambayo hii inaonyesha uwezo wa sisi bado kuweza kukopesheka. Kwa hiyo kuna institutions tofauti ambazo zinakuwa zinafanya hizi credit rating, yani kuweza kuangalia je, credit worthiness ya nchi fulani ikoje. Kwa hiyo kuna ratings ambazo ziko tofauti kuanzia A mpaka kushuka chini C na kuendelea. Kwa hiyo tukiangalia kuna Moody's ambao waliweza kutufanyia assessment na kuweza kureview Tanzania's credit worthiness, na waliweza kuturate kwa mwaka 2024 Tanzania iliweza kuwa rated B1. Kwa hiyo B1 bado haijafika kwenye level za A, lakini it is still satisfactory, na bado inaonyesha kwamba uchumi bado uko vizuri na bado una uwezo wa kuweza kulipa ile mikopo ambayo tumeikopa, lakini pia bado tuko kwenye rate ambayo inaonyesha kwamba bado tunaweza tukaweza pia bado kukopa kwenye institutions tofauti, either ni ndani au external debt. Kwa hiyo ndio review ambayo ilikuwa imefanyika na Moody's, ambayo ni credit rating institution ambayo ndio inafanya hizi credit ratings za nchi tofauti. Lakini pia kuna another credit rating institution ambayo ni Fitch Ratings, ambayo pia aliweza kuconduct review yake mpaka kufikia 2025, ambapo results ambazo waliweza kuturate by December 2024 waliweza kuturate kama B+. Kwa hiyo bado hii inaonyesha kwamba bado tuko kwenye right track kwenye upande wa credit worthiness, kwamba bado tunaweza kukopa na bado sisi tuko bado kwenye uwezo wa kuweza kulipa mikopo ambayo tayari uchumi uko nayo. Kwa hivyo ni vitu vya muhimu sana ukiwa unaangalia kwenye upande wa mikopo, lazima pia uweze kuangalia hizi ratings, je, zinatuweka kwenye position gani? Kwa hiyo ndio ilikuwa review kwa mwaka uliopita, ambapo tulikuwa tunaweza kuangalia vitu ambavyo ni muhimu kwenye uchumi wetu kama vile GDP, spendings, pia kuweza kuangalia kitu ambacho ni muhimu ambacho pia ni inflation ya nchi, lakini pia tumeweza kuangalia government spendings, kitu ambacho kilitegemewa kukusanywa na kile ambacho kiliweza kukusanywa. Kwa hiyo umuhimu wa kufanya hii review ya mwaka uliopita ni ili kuweza kupata picha pia kwa budget ambayo imeweza kuwekwa kwa mwaka huu. Kwa hiyo niko na my colleague Korigwa ambapo ataweza kuendelea sasa budget outlook ya financial year ya 2025-2026 ili tuweze kuona mwenendo wa uchumi unaendaje, na je, kutaweza kukawa kuna athari zozote ambazo zinaweza zikatokea. Kwa hiyo namkaribisha Korigwa kwa budget outlook ya 2025-2026 baada ya 2024-2025. Karibu. Asante kwa brief review ya financial year 2024-2025. Sasa tunaweza kuendelea mbele kuona sasa what the budget brings for the next year ambayo inategemewa kuanza from July
ambayo itakuwa ni 2025 2026. Sasa kwenye outlook au kwenye kutazamia ambayo yatajiri kwenye nani inayofuata ni kwamba budget inategemewa kuongezeka kwa 14%, ambapo sasa hivi inategemewa kufika mpaka trilioni 56.49, ambayo itakuwa imeongezeka kutoka bajeti ya mwaka jana ambayo ilikuwa ni trilioni 49.4. Na ongezeko hili sana sana linakuja kwa sababu kuna project nyingi za serikali ambazo zinahitaji kuisha, including infrastructure, expansion of public services kama health na education kwenye mikoa au kwenye vijiji mbalimbali, lakini pia yote hayo ni kwa ajili ya kuinua uchumi wa Tanzania. Kwenye hiyo budget kunategemewa kwamba recurrent expenditure kama alivyokuwa anazungumzia Anastasia kwamba hizi ni expenditure ambazo zinajirudia mwaka hadi mwaka. Sasa expenditure hizi zinategemewa kuongezeka kwa 12% kutoka trilioni 34 mpaka trilioni 38 kwa mwaka huo unaokuja wa 25 26. Lakini ongezeko hili kwenye hii recurring expenditure ni kwamba kuna ongezeko wa mishahara ambao watapewa wafanyakazi wa serikali, lakini pia kwenye debt services, kwa sababu tumeona kwamba deni la taifa limeweza kuongezeka, kwa kuna amount ambayo itatumika kwenda kulipa baadhi ya madeni ambayo ni outstanding, lakini pia kusupport government operation na service delivery across ministries. Yani nikizungumzia kwamba kuna government operation kama tunavyozungumzia miradi mbalimbali ambayo inaweza kuongezea uchumi wetu kama vile kutengeneza barabara ya reli ya SGR kutoka Dodoma kupanda kilichobakia mpaka Mwanza, lakini pia kuna other operations kama service delivery, service kama education pia na health ambayo bado zinaendelea kusambazwa katika vijiji ambavyo vipo Tanzania. Lakini pia kuna development expenditure ambazo zenyewe zinategemea kuongezeka kwa 18% kutoka trilioni 14 mpaka trilioni 17 mwaka 2025/26, ambao hizi zitakuwa ni additional resources ambazo zitakuwa zinaendelea kuongezwa kwenye hizo development projects ambazo zinategemea kusaidia kuuza uchumi wetu. Lakini pia presentation haionekani. Hello, excuse me, unasema Presentation iko hatuoni, unachokizungumza tukioni. Wengine tunaona, inawezekana uoni wewe tu. Mbona hii presentation ipo clear kabisa, inaonekana hapa jamani, au tunachokiona sio sahihi? Nadhani mnachokiona ni sahihi. Tuko kwenye presentation inaanza kwa kusema the Bank of Tanzania. Yes, financial year. Exactly. Ndio tunachokiona hicho. Sasa huyo ndugu yetu anasema haoni hapo tena. Sijui atakuwa na shida gani. Okay. Network yajaribu kubadilisha network. Ambaye anapata changamoto ya kutokuona. Presenter unaweza ukaproceed. Okay, sawa. Yule ambaye haoni anaweza akatoka na kuingia tena. Nadhani inaweza ikawa changamoto ya mtandao. Presenter, you may proceed please. Tulikuwa tumeishia kwenye tunaendelea kuangalia outlook ya budget ya serikali kwa mwaka 2025/26, ambapo tulikuwa tumefika kwenye upande wa BOT rate policy rate yake CBR ambayo wanapangwa ku maintain at 6. Hii yote ni kwa ajili ya kucontrol inflation na rising ya import cost, kwa sababu unajua kwamba inflation na import cost zinaathiri sana uchumi, so watajaribu ku maintain policy rate yao at 6 ili kuendelea kuzitunza au ku maintain inflation na import cost. Lakini pia based on current economic trends, kuna baadhi ya vitu ambavyo sasa vinategemewa kuongezeka. Kwa mfano, kuna the real GDP growth ambayo inakuwa projected to increase to 6.0 from the current ambayo ni 5.5 ambayo tunayo. Lakini pia inflation tunategemea iendelee kubakia kwenye single digits ambayo itakuwa within the range of 3.0 to 5.0. Lakini domestic revenue inategemewa kuongezeka kwa 16% of the GDP from 15 ambayo ni where it's currently standing. Lakini tax revenue pia inategemewa kuongezeka kuchangia kwenye GDP yenyewe, inategemewa kuongezeka mpaka 13% of the real GDP
ambayo mpaka sasa hivi ni 12%. Budget deficit ambazo zina include grants zinategemewa kunaro kuzipunguza, kwa sababu tukiwa tunategemea sana grants na misaada kutoka nje, inaweza kuwa tuko overly dependent kwa western countries, lakini tunategemea kuzipunguza kidogo iweze kufika 3% of the real GDP kutoka 3.4 of the where it's currently standing. Lakini pia kwenye foreign exchange reserve tunategemea kuwa na sufficient reserve kuendelea kutulast at least 4 months of imports, yani kwamba kwa tunajua miaka ya nyuma kuwa kuna changamoto kidogo ya foreign exchange. So foreign reserve hii ni fungu ambalo lilikuwa linatengwa na BOT kwa ajili ya kumaintain in case anything happens into the foreign exchange market. BOT wanakuwa na its own reserve ambayo inaweza kulast up to 4 months of imports bila kumbulio. So a comment ambayo tuweza kuipata kwenye hii na nini kwamba Tanzania's economy is proving resilient, setting a solid foundation for capital markets, yani kwamba uchumi wetu unaendelea kujenga foundation nzuri kwa capital markets. Maana tunavyoona kwamba serikali inategemea kuanzisha projects mbalimbali au kuziendeleza projects mbalimbali. Hizo projects zinaweza in a long run zinaweza zikatusaidia kwenye capital markets kuona makampuni mengi yanakuwa listed au kuona yale makampuni ambayo currently yapo yakaendelea kufanya vizuri kulingana na hali ya uchumi wenyewe ya nchini. Lakini kuna key priorities ambazo bajeti yetu inaweza inaenda kutako. Kwanza ni kustimulate a competitive and inclusive economy, yani kwamba uchumi wetu unategemea kuwa ushindani, kwamba tunaweza kuona kwamba uwekezaji unazidi kuongezeka kutoka kwenye monopoly based economy mpaka kwenye competitive based economy, kwamba tunaona makampuni mbalimbali yakitarajia kuingia nchini na kushindana kukuza uchumi wetu. Lakini pia strengthening industrial production and service delivery. Kama tulivyokuwa tunajua kwamba nchi yetu ni rich in raw material, so we expect more industrial production kwenye makampuni mbalimbali kama tuseme Tanga Cement, Twiga Cement, TCC na the likes, zenyewe ziendelee kuongeza production kwenye sekta zao respective. Lakini pia service delivery kama education, health ziendelee kuwa improved. Alafu pia another priority is enhancing investments and trade, yani kwamba tuendelea kuvutia wawekezaji kutoka nje na ndani, lakini pia kupartner na hizi neighboring countries, lakini pia hata kwenye hizi regional development countries ambazo tuko nazo kama SADC na the likes. Lakini pia promoting human development and optimizing human capital to achieve Vision 2025 goals, yani kwamba kuendeleza kusupport au kuinua ajira kwa Watanzania wote, lakini pia kutunza au kuboresha mazingira ya kazi ya every human resource ambayo ipo nchini. Lakini pia kulikuwa kuna proposed direct tax reforms ambayo kulikuwa kuna proposal ya introduction of a 10% withholding tax on retained earnings not distributed within the 6 months ambayo kampuni imeweza kutangaza. So hii ni kwa makampuni yote ambayo yatakuwa Tanzania, na yenyewe ina aim kuweka na kodi ya 10% kwa yale makampuni yote ambayo yata retain earnings. Tunajua kwamba kuna amount ambayo kampuni huwa ina retain baada ya kutoa dividends, lakini hii amount huwa inawekwa kwa ajili ya ku enhance further production na ku enhance other investment within the company ili kukuza au kuendeleza kampuni husika. So serikali wamepropose kuwa kuna 10% withholding tax kwenye hiyo kwenye hizo retained earnings kwa ajili ya hayo makampuni. Kwenye financial sector highlights, kama tulivyosema mwanzoni, BOT wanategemea maintain the 6% ya CBR throughout the 2025-2026 year. Lakini pia kuna mobile money services ambazo zenyewe ukiangalia kwamba zenyewe zilikuwa zina nani kubwa sana, ziliweza kuongezeka kwa 29% mwaka 2024, lakini pia wana mpango wa kuendelea kuziongeza kwa sababu zenyewe ndo zinaweza kufikia watu wengi, na watu wengi sana wameweza kuwa financially included kutokana na hizi use of mobile money services. So far in 2025 kuna total 386 billion ambayo imeweza kuwa raised
through corporate bonds ambazo through commercial banks ambazo kwenye DSE zenyewe ziliweza kuishi kwenye DSE. So hiyo ndio ilikuwa kwenye financial sector highlight. Lakini pia investment in asset management ziliweza kuongezeka such as the user fund ambazo zimeweza kuwa by 41% year on year up to May 2025. So hiyo yote ni kutoka mwaka jana mpaka mwaka huu 2025. Outlook ya 2025, tunaweza kuona Tanzania banking sector is expected to maintain a robust profitability in 2025, ambayo sasa tunaweza kuona kwamba benki nyingi ambazo ziko listed na zinaendelea kufanya vizuri na zitaendelea kufanya vizuri kwa sababu ya ukuaji wa uchumi, lakini pia driven by government initiative, Tanzania is expected to further improve its financial inclusion, yani kwamba watu wengi wazidi kuingia kwenye mfumo rasmi wa kifedha. Kama tulivyoweza kuona kwamba asset under management zimeweza kuongezeka, lakini hiyo ni kwa sababu ya introduction ya funds mpya kama Timiza Fund na the like. So zinategemea kuongezeka in 2025 kuendelea, kwa sababu ya more and more products zinaendelea kuja kwenye uchumi wetu na watu wanaendelea kutumia hizi products ili waweze kutoka kwenye mfumo ambao sio rasmi wa kifedha kuingia kwenye mfumo ambao uko rasmi wa kifedha. Lakini Tanzania Central Bank ipo kwenye research phase ya kuadapt a new journey kwenye digital currency, ambayo sasa yenyewe kwa sababu tumeona wenzetu wanaendelea kutumia digital currency, so the central bank nao wapo kwenye research phase ili wao na wao waweze kuintroduce digital currency ambayo inaweza kusaidia financial inclusion kwenye nchi yetu. Conclusion au outlook ambayo inakuja kwa upande wa investment kwamba growth in corporate bonds tunaweza kuona kwamba zinaweza kuendelea kuongezeka kwenye upande wa banking sector, kwa sababu zimekuwa proven kwamba it's a way kwamba wanaweza kupata liquidity au wanaweza kuongeza funding kwenye taasisi zao za kibenki, so zinaweza zikaendelea kuongezeka in the coming year. Lakini pia kwa upande wa stakeholders wanaweza kuexpect kwamba dividends zinaweza zikaongezeka if the tax reform ambayo iko proposed ika go through. Ina maana companies instead of being taxed that 10% ya return earnings, itakuwa ni rahisi ya wao kuendelea kutoa dividends kubwa ili wasiendelee kuwa taxed na the government. Lakini yote hiyo inategemea kwamba if the reform takes action au ikapita baada ya bunge kujadili. So hiyo ilikuwa tu ni highlights ya budget ya 2025-2026 ambayo ilipitishwa bungeni. So asanteni kwa kusikiliza. Tunakaribisha maswali, maoni, michango kwa watu ambao wanatusikiliza. Tutatoa dakika chache watu kuweza kudigest vile ambavyo vimekuwa discussed, and then kama kutakuwa kuna swali tunawakaribisha kuweza kutuuliza, lakini pia unaweza ukawasiliana na sisi kama utakuwa na further questions hata nje ya kikao hichi. Unaweza ukawasiliana na sisi kwa option ambazo tumewekea hapo kwenye screen kama vile WhatsApp namba yetu, email au kufika ofisini. Karibu, naona kuna mtu ame unmute mic. Tatoa few more minutes kama kutakuwa kuna any other question, lakini kama kutakuwa hamna maswali tunawakaribisha pia kwenye vipindi vijavyo. Wiki ijayo kila Jumamosi tunakuwa tuna hivi vipindi ambavyo tunajadili masuala mbalimbali ya uwekezaji
Kwa hiyo tunawa encourage sana kuweza kujoin ili kuweza kujifunza au kuweza kujadiliana masuala mbalimbali kuhusiana na uwekezaji. Kwa hiyo kwa wale ambao bado hawajafungua also CDS account za either bond au shares au mfuko wa Timiza, pia tuna encourage kuweza kuwasiliana na sisi ili kuweza kufungua account hizo, and then pale utakapokuwa tayari kuanza safari yako ya uwekezaji unaweza ukafanya hivyo. Kwa hiyo tutatoa 2 more minutes. Yes, habari. Nashukuru sana kwa presentation ambayo umeitoa Sun Security. Mimi swali langu sio swali tu, nilikuwa naomba ufafanuzi kidogo kuhusiana na hiyo new tax ambayo ya 10% ya withholding ya 10% kwenye upande wa retain earning, yani inakuwaje yani kwamba baada ya kampuni sasa kutoa gawio kile kinachobakia ndio kinapigwa 10%, yani inakuwaje hapo? Sijaelewa kidogo. Okay, kampuni inapokuwa inafanya biashara yake, of course wanakuwa kuna profit ambao wanakuwa wameitengeneza sasa pale mwaka unapofika baada ya kufanya financials zao. Sasa katika kile ambacho wanakuwa wamekitengeneza kuna kiasi ambacho wanatakiwa kuweza kugawa kwa shareholders wao. Kwa hiyo let's say wanaamua labda wanasema okay 30% katika hichi kiasi ambacho tumekitengeneza, 30% hichi ambacho tumekitengeneza tunaenda kukitoa kwa wanahisa au kwa wamiliki wa kampuni hiyo. Sasa kuna kile kiasi ambacho kinakuwa kinabaki ambacho either kinaweza kikatumika kinaweza tu kikawa retained kama vile kusaidia baadaye kwenye masuala ya ukuaji wa hiyo kampuni, au kinaweza kikawa reinvested, yaani kurudishwa back to kuweza labda kufungua, kwa mfano kama ni benki kufungua branch mengine au biashara yoyote kuweza kuexpand zaidi. Kwa hiyo mteja mwenye kampuni anakuwa ana hizo option either kuiweka au kuweza kuireinvest au kuweza kuwapa shareholders. Sasa hii proposition ambayo imeletwa kwenye bajeti hii ni kwamba katika ile retained earnings, yani kile kiasi ambacho kitakuwa sasa kimebaki, either ukifanyia reinvestment au kama kitabaki kwenye kampuni kama kilivyo, kitapigwa pia kodi ya 10%. Kwa hiyo let's say umeshafanya financial zako then umebakia na 10,000,000 ambayo sasa hiyo ndo unataka kudecide what to do with it, yani kampuni imebaki nayo kama vile faida. Kwa hiyo sasa itakuwa taxed unless kama utadecide kuireinvest au utadecide kuidistribute kwa shareholders. Kwa hiyo ambapo kama zinakuwa distributed kwa shareholder huwa anakuwa charged 5% withholding tax kwenye ile dividend yake ambayo anakuwa anaipokea. Kwa hiyo hii ni proposition ambayo imewekwa kwamba kwenye ile earnings, zile retained earnings ambazo zinakuwa zinabaki ziweze kupitishwa kodi ya 10%. Kwa hiyo hicho ndo kinachomaanisha. Kwa hiyo ni proposition ambayo kama itakuwa in effect pia tutaweza kuwajulisha, lakini imekuwa proposed kwamba iwe hivyo kuanzia sasa hivi. Nashukuru kwa swali, kama kutakuwa kuna swali lingine. Nashukuru, nimefahamu. Nashukuru sana. Karibu kama kuna mwingine. Tunaona mkono kutoka kwa Abdalla. Karibu. Yes, habari ya asubuhi. Salama. Nashukuru kwa presentation nzuri, isipokuwa naomba kidogo uelewa kuhusiana na hii budget inaathiri vipi wawekezaji kwenye upande wa dividend pamoja na capital gains. Asante. Okay, kwenye mwekezaji directly anakuwa, of course kama mwekezaji ni lazima uwe informed kabla hujawekeza factors tofauti tofauti katika sehemu ambayo unawekeza. Kwa hiyo
Of course vitu kama inflation au ukuaji wa uchumi au exchange rate, hivyo vitu vyote ni muhimu sana mwekezaji kuweza kuwa informed kabla hajawekeza. Kwa hiyo ni vitu muhimu ambavyo au ni highlights muhimu ambazo mwekezaji anatakiwa kujua. Sasa tukiangalia kwenye direct implication ya bajeti hii kwenda kwa mwekezaji kwenye upande labda wa dividend au capital gain, kwenye upande wa dividend bado mwekezaji atakuwa charged ile withholding tax au kodi ya zuio ya 5%, lakini kwenye capital gain mwekezaji hamna kodi ambayo inakuwa iko effect kwenye ile capital gain ambayo mwekezaji atakuwa amepata kwenye uwekezaji wake. Kwa hiyo hakuna direct implication kwenye upande wa gawio la mwekezaji ambaye atakuwa amewekeza kwenye kampuni ambayo ameorodheshwa au kwenye ile capital gain. Lakini hizi ni highlights ambazo ni muhimu mwekezaji kuweza kujua ili kuweza kupata mwenendo wa uchumi, kujua anawekeza kwenye uchumi ambao pia uko kwenye hali gani. Lakini kwenye direct implication bado hatujaziona. Asante sana, nashukuru. Naona mkono kutoka kwa Godluck. Karibu. Asante, shukrani sana kwa presentation. Tumepata kujua mambo mengi kuhusiana na budget, hasa na kulinganisha na ile ambayo imepita. Sasa kwa haraka haraka, mimi nilikuwa na maswali mawili. La kwanza ni kwamba hii budget ya sasa kwa namna moja au nyingine lazima iendane na ile mpango wa maendeleo wa miaka 5 ambao bado tuko kwenye phase ya mwisho, lakini kwa namna fulani niliona walizungumzia pia na manifesto ya CCM pia ambao wameinclude sasa hivi, lakini kulikuwa kuna matarajio mengine ya planning ya growth ya uchumi kwa ujumla. Kwa mfano kama kwenye mpango wa maendeleo ya miaka 5 kulikuwa kuna malengo ya kuongeza idadi ya makampuni kwenye soko angalau ifikie 38. Lakini tulikuwa tunataka kulikuwa kuna mpango wa matarajio ya mtaji ujumla capitalization ifike at least 10% ya GDP. Lakini pia kulikuwa kuna matarajio ya inclusivity ya idadi ya ushiriki ya watu katika soko angalau ifike 1% au zaidi ya hapo. Sasa katika kumtazama hii bajeti ya sasa, je, kuna vichocheo gani ambavyo vipo unaweza ukafikiri vitawezesha sisi kufikia malengo hayo niliyotaja ya kuongeza idadi ya makampuni, kuongeza capitalization, lakini kuongeza ushiriki? Hiyo ilikuwa ni swali la kwanza. Lakini la pili ni kuongelea ile 10% withholding ambao umeintroduce. Ile watu wa kodi wanahoji kama itakuwa ni double taxation kwa sababu na pia itakuwa na impact ya kuwalazimisha baadhi ya makampuni kutaka kutoa dividend hata kama walikuwa wana uhitaji wa kuretain ile amount ili kuweza kuboresha hali yao ya kibiashara na mambo mengine. Sasa hii italeta changamoto gani kwenye soko? Na maswali mawili tu. Okay, asante sana Godluck kwa maswali hayo. Kwa hiyo kujibu hilo swali la mwisho ambalo kwanza na hilo swali la mwisho ambalo ulikuwa umeliuliza, labda hiyo withholding tax itakuwa ina impact gani? Of course tuliweza kujaribu kudadavua kuona kwamba hii inaweza ikawa na impact gani kwa wawekezaji, ambapo kitu cha kwanza ambacho tuliweza kuona ni kwamba kampuni ili kuweza kuavoid ile tax burden ya kuweza kulipa 10% kwenye retained earnings, anaweza akaamua, inaweza ikaleta implication kwamba anaweza akaamua kutoa dividend zaidi kwa shareholders ili kuweza kuavoid ile tax implication ya ile 10% ambayo inakuwa charged atakapoibakiza. Kwa hiyo it's one option kwamba kunaweza kukuwa kuna ongezeko la gawio kwa wawekezaji kwenye makampuni husika. Lakini pia tukiangalia kwenye upande wa makampuni pia anaweza kawa encouraged kuweza kufanya reinvestment kwenye makampuni yao, kuweza kurudisha ile hela back kwenye kuinvest kwenye kukua. Kwa hiyo pia hiyo ni option mojawapo kwenye upande wa makampuni. Lakini pia tukiangalia kwenye upande itakapo affect kampuni
kama watakuwa wanatoa kiasi kikubwa cha magawio, inamaanisha pia in the long run inaweza ikalimit ukuaji wa kampuni, growth ya kampuni husika. Kwa hiyo kama unatoa hela hiyo percent kubwa kwenda kwenye magawio, inamaanisha kile ambacho kinabaki kuweza kusaidia kwenye shughuli za maendeleo pia kinaweza kikawa limited. Kwa hiyo ukiangalia kwenye upande wa kampuni, in the long run inaweza ikaleta challenges kwenye ukuaji wa kampuni hiyo. Lakini pia kujibu swali lako kwenye kuweza kuencourage makampuni mengi kuwa listed au pia kuweza kuencourage population pia kufika 1%, kwa sababu sasa hivi ni kama watu 670,000 ambao wanawekeza kwenye masoko ya mitaji hapa Tanzania. Kwa hiyo kuweza kuongeza hizo numbers, kuna initiative tofauti tofauti kama kuweza kuendeleza, kuweza kuhakikisha kwamba kuna more investment. Kwa hiyo kwenye bajeti kuna priority, one among the priorities ni kuweza enhance investments, kuweza kusaidia pia kuwe kuna uwekezaji mwingi zaidi wa ndani na wa nje. Kwa hiyo tukiongelea uwekezaji pia tutaongelea na uwekezaji kwenye masoko yetu, lakini pia kumekuwa kuna encouragement ya makampuni kuweza kuissue bond kwa sababu ya corporate bonds, kwa sababu imeonekana pia ni njia ambayo ni iko sustainable, kwa sababu tunaona performance ya hizi corporate bonds pia zimekuwa very effective. Kwa hiyo pia nadhani itaweza kuchangia kwenye participation kwenye upande wa capital markets. Kwa hiyo initiative za kuweza kuongeza investments kwenye nchi either internal au external zitaweza pia kuchangia kwenye ukuaji wa soko letu la mitaji hapa Tanzania. Lakini pia tunaona kwamba pia kwenye bajeti BOT inataka ku-maintain interest rate policy ya 6%. Kwa hiyo pia hiyo itaweza kusaidia factors kama inflation kuweza kuremain pia kwenye limit zake za 3.0 mpaka 5.0. Kwa hiyo kwenye economic outlook kama inflation itaweza kuwa controlled vizuri, pia inaweza encourage hata investors kuweza market yetu pia kuwa very attractive kwa investors either wa ndani au wa nje kuweza kuwekeza zaidi. Kwa hiyo hizi initiative ambazo zinakuwa zinafanyika kama vile policy rate kuweza kuwa maintained, kuweza ku encourage pia investment, hivi vyote vinaweza in the long run kuweza kuchangia kuweza kufanya uchumi wetu ukaonekana ni attractive kwa investors na kuwapa pia investors confidence kwamba ni sehemu sahihi ya kuweza kuwekeza, na pia hiyo inaweza ikachangia kuongeza hizi numbers za kampuni kuwa listed, lakini pia kuongeza idadi ya watu ambao wanawekeza kwenye soko letu la hisa na soko la mitaji kwa ujumla. Natumaini nitakuwa nimejibu swali hilo. Kama kutakuwa kuna mtu mwingine ambaye ana swali, tunaomba uweze ku-unmute mic yako na kuuliza. Otherwise tutakuwa tunatoa dakika chache kuweza ku-finalize discussion yetu ya leo na kuwakaribisha wiki ijayo pia kwenye discussion nyingine. Hello. Asante sana kwa jibu. Nilikuwa na hamu nisikie lolote kama watajaribu kuonyesha, manake nakumbuka juzi kulikuwa ni siku ya gawio, wanaita gawio day, na wao walikuwa wanaona raha kupokea yale magawio. Sasa kama wanasikia raha na utamu kupokea magawio namna hiyo, nilikuwa nafikiri wangeweza kuchochea makampuni mengi zaidi ambayo ni state owned yaweze kuingizwa kwenye soko ili yaendeshwe kwa ufanisi na wapate faida na magawio yazidi, kwa sababu hii itaongeza kipato chao na pia itapunguza baadhi ya changamoto kubwa. Unaona kama Trump alivyopunguza baadhi ya misaada mingi. Ina maana kama tukiongeza ufanisi na kupata kipato zaidi, basi itaweza kukava hizo deficit, lakini pia itachochea ushiriki kwenye soko na uchumi utakuwa kwa ujumla. Shukran sana. Asante sana Godluck kwa mchango huo. Natumaini watu tutakuwa pia wanaweza kupata mwanga au input tofauti tofauti. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa mchango huu.
Okay. Kama kutakuwa tena hamna swali, natumaini kutakuwa tena hamna swali au maoni au hoja yoyote. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa kuweza kujiunga nasi Jumamosi hii. Tunawatakia weekend njema na tukutane wiki ijayo muda kama huu. Asanteni sana. Tunashukuru sana jamani kwa presentation